Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakaribisha kwenye robo ya kwanza mwaka 2024 na kichwa kinachosema Le Psaume. Zaburi. Karibuni kwenye somo la tatu na kichwa kinachosema L'Éternel règne. Verset à mémoriser. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. Le Ténèbre est revêtu. Il est ceint de force. Aussi les monts fermes, il les chancelle par Psaume 93:1. Fungu la kukariri. Bwana ametamalaki, amejivika adhamu. Bwana amejivika na kushikaza nguvu. Naam, ulimwengu umethibitika na usitikisike. Zaburi 93 shairi la kwanza. Swali, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ama hapa kwenye comment. Usikose kusubscribe, like na share kwa watu wengine. Karibuni. Bwana, inuka katika hasira yako. Hivi jiinue kwa sababu ya ghadhabu ya adui zangu. Uniinue kwa hukumu ulioamuru. Natoa Zaburi hii ya 7:6 nikikukaribisha ndugu mpendwa kwenye somo la leo linalokuwa na kichwa kizuri leo mercredi linalosema toujours attentif à son alliance, ama daima huzingatia agano lake. Na hapo utajibia kwa swali linalosema comment le peuple de Dieu peut-il avoir la paix avec Dieu et l'assurance du salut au moment du jugement. Ama kwa maneno mengine kwa Kiswahili, watu wa Mungu wanawezaje kuwa na amani pamoja na Mungu na uhakikisho wa wokovu wakati wa hukumu? Somo la jana tuliona kwamba Mungu ndiye hakimu na kwamba waovu wanaogopa hukumu, lakini watu wa Mungu, wacha Mungu, hawaogopi hukumu. Karibisha Roho Mtakatifu, tubarikiwe kwenye somo la leo. Asante sana, karibu Roho Mtakatifu, mwalimu mwema. Ukijua ya kwamba hukumu ni habari mbovu kwa waovu, lakini habari njema kwa wale wamchao Mungu, utagundua pamoja nami ya kwamba wale ambao ni wana wa Mungu wanaweza kuwa na amani pamoja na Mungu na uhakikisho wa wokovu wakati ya hukumu, kwa sababu ya mambo tunayoyapata kwenye mashairi ambayo tumeyatoa hapa. Hiyo Zaburi ya 94:14, Zaburi ya 105:7-10 na Daniel sura yake ni ya 2:22. Unaona kwamba Mungu amefanya maagano na taifa lake. Siku zilizopita zamani, agano ilikuwa ni mapatano, makubaliano ambayo ilikuwepo kati ya mtu mkuu na mtu wa hali nyingine. Na kwa sababu Yesu Kristo ama Mungu wetu amefanya mapatano na sisi na taifa lake, kwa hivi taifa lake halina budi ya kuogopa hukumu kwa sababu ya mapatano, kwa sababu ya agano ambalo Mungu amelifanya pamoja nao. Nafurahia paragrafi ya kwanza mahali ambapo anasema Dieu ne se contente pas seulement de promettre de ne pas rejeter son peuple d'alliance. Il emploie activement à le maintenir en sécurité en lui. Il pardonne le péché de son peuple, il instruit, le bénit et le fortifie. Donc, nasema sio kwamba tu Mungu anarizika ama anafurahi tu kuahidi ya kwamba hata tupilia wana wake, lakini anafanya juu chini awashughulikie. Anawasamehe dhambi zao, anawabariki, anawaelimisha. Kwa hivyo hawana budi ya kuogopa, kwa sababu Mungu wao ambao wanamtegemea yeye ndiye hakimu na amefanya nao mapatano. Na mara yeye anapofanya mapatano, daima huzingatia agano lake, hawezi kuvunja agano lake. Unaona kwamba kwenye Zaburi ya 105:9 alifanya agano na Ibrahimu na Isaka. Ndiyo. Na kwenye hiyo Zaburi ya 105:11 unaona hiyo agano aliyoitoa anapoithibitisha na Yakobo ambaye ndiye Israeli. Ni kusema yeye anapotoa agano si kama watu wa dunia hii ambao wanaweza kufanya na wewe mapatano leo na jioni wanavunja mapatano. Kuna serikali hizi za siku hizi zinasema tunafanya mapatano na watu fulani, lakini jioni wanasema tumekataa. Hivi Mungu si kama watu wale. Yeye amefanya mapatano na Israeli, amefanya mapatano na Ibrahimu na Isaka na imetimia kwenye Israeli,
hata kwa kuwa walikuwa wachache na dhaifu, aliendelea kuwalinda. Ukisoma Zaburi ya 105:12 hadi 15, kwa sababu ya agano alilokuwa nalo na taifa lake. Hata wanapokuwa wachache anawalinda. Anaweza kukulinda hata katika uchache wako na katika udogo wako. Yuko tayari kukutia nguvu ikiwa utakubali mapatano yake unaposhika sheria yake, kwa sababu yeye anataka utumike pamoja na yeye. Hata aliwaokoa Waisraeli kupitia Yusufu. Walikuwa wamekuwa na njaa, walipofika Misri kupitia Yusufu wakaokolewa, wakapata chakula. Zaburi 105:16 hadi 24. Hata walipokuwa watumwa aliwaweka huru kwenye Zaburi ya 105:15 hadi 38. Yesu anaweza kutosha kwenye utumwa wako wa dhambi na kukufanya uwe huru, kwa sababu yeye anapofanya mapatano havunji agano zake. Aliwalinda hata jangwani kwa miaka 40. Zaburi ya 105:39 hadi 43. Yeye anashika mapatano yake, na aliwaweka Kanaani, mahali ambapo palikuwa pakiwa na maziwa na asali. Aliwaweka mahali pazuri. Mungu anataka kupeleke mahali pazuri. Amefanya na wewe agano. Kwako ni kushika hiyo mapatano, usiyavunje. Kama sehemu ya agano, watu walipaswa kushika sheria yake. 105:15. Anapofanya nasi agano, ni lazima tushike sheria yake. Hivi Mungu hutupatia haki na ulinzi wake, na yeye hutuokoa kutoka kwa uovu na kutuokoa. Sehemu yetu ni kukumbatia agano lake na kuwa tayari kushika sheria yake. Anapofanya nasi mapatano, tusiposhika sheria yake tutaangamia hakika. Na ametuita tena kutangaza agano kati ya mataifa, ili wao wawe pia wamwogope na wamsifu na wamtumainie. Tuwatangazie watu. Bwana Yesu, utufanye tuwe na jasiri katika hukumu kwa sababu ya agano lako, katika jina la Yesu, amen.